Nilikuja hapa mwaka jana, nilikuwa nasumbuliwa na mgongo. Yaani siwezi kukaa kwenye kiti kama wengi wananikumbuka. Nilikuwa nakaa. Wakati unamkumbuka siku alipokuja. Unamkumbuka? Nilikuwa najisugua kwa pale chini. Unajisuguaje? Kwa hiyo ulikaa pale alafu unajisugua. Au nimuombe mtu anasha. Nikikaa weke mkono nyuma. Ukikaa? Weke mkono nyuma niweze kupata balance. Uweze kupata balance. Ndio. Nilikuja ukaniombea, nikawa naenda hospitalini. Ulienda hospitalini? Napigwa x-ray, hakuna kinachoeleweka. Hakuna kinachoeleweka. Nikaja nikakuelezea mambo mengi, umenisaidia mtumishi. Nilikuja baada hapo nimepona, ninakaa vizuri. Baada ya kukuombea. Ndio. Hospitali walikuwa wanakuambia shida ni walipima x-ray niliambiwa kwamba pingili za mgongo zimenyoka. Zimenyoka? Ndio. Zinatakiwa zifanyeje? Zivunje. Zijikunje itakuwa zimenyoka. Nini kimesababisha zinyoke? Hatuelewi mtumishi, nilianza tu hiyo shida kazini. Kama vile nilipigwa bomu moja la maana. Nimeenda St. Joseph, nimeenda Moyo, nimeenda Kaloleni. Wote hawajakutii. Hakuna sema bali nimepata nafuu. Na nyumbani ulikuwa unakaaje? Watoto walikuwa wanakusaidia au unafanya nini? Nalala chini na mnyonyesha mtoto. Nalala kwa mgongo na mnyonyesha mtoto kwa mgongo. Mtoto alikuwa na miezi mingapi? Kwa sasa hivi ana miaka 2 basi. Kwa hiyo ulikuwa unamnyonyesha mtoto wakati unalala? Ndio. Hauwezi kumbeba? Siwezi kukaa mtumishi. Kwa hiyo unalala kwenye kiti? Moja ambaye nilizidiwa mpaka nikajigojolea, waliitwa wazazi wangu. Yaani mpaka ulikuwa ulifika sehemu hali ni mbaya. Hali ni mbaya mtumishi, nishakuja hapa. Hiyo hali kama vile kuna sitomfahamu. Nikaeka pia hela benki kama unakupa nikupigia kama milioni 3. Ulipigia simu. Ndio milioni 3. Wewe. Ndio. Naenda benki kutoa hela, nipeleke kanunue mzigo, sioni hela. Kwenye account. Ndio. Milioni ngapi imeondoka? Milioni 3. Nikakupigia simu mtumishi nikiwa nalia. Akaniambia kwamba unataka kurudi kwenye ile hali ya kuuma mgongo. Achana na hiyo kitu, hela itarudi. Hela itarudi? Ndio. Mimi nimekutamkia hela itarudi. Itarudi kwenye account. Ndio. Imerudi kwanza hela? Imerudi kwenye account. Mimi leo nakurudishia vitu vyako. Angalia mtu amekaa hapa, narudisha leo vitu vyako. Baada ya hapo nikakwambia nenda kesho kawakuta usiku. Nenda kesho benki kawakuta usiku. Uliporudi? Nilivorudi, kila nikiweka kadi yangu inamezwa. Nikaambiwa kwamba hii kadi hizi namba zimefutika. Nikamwambia kama zimefutika basi naweza nikatoa hela ndani. Nikiambiwa ndani na na saini yako sio. Nikaleki hapo. Nikasema nikaleki hapo wakati hela ni ya kwangu. Nikakupigia mtumishi akaniambia kwamba hiyo hela nenda kwa nani na usiku NMB. Maana hela imerudi. Nikafika nimefuatilia hela yangu ipo. Hela ikarudi kwenye account. Wangapi wamekuja na warudishie vitu vyao leo? Una imani? Una imani? Nikaja nikakwambia kwamba mimi ni mwajiriwa, ila kule ambapo nafanya kazi mtumishi ninapigwa, nataka nifanye biashara. Ukaniambia kwamba nyota yako ni kubwa, kuna moja nyota yako ni kubwa. Nikakwambia wewe unafanya biashara. Hata kazi unaofanya sio yako. Sio yako. Wewe unafanya biashara. Tena nimekuambia hapa. Tumefungua duka la spare za pikipiki. Nimekukabidhi siku hiyo nyota ya biashara. Umeshapata na mtaji. Umeshafungua duka la spare za pikipiki. Ndio. Angalia sisi kama kuna mtu leo amekuja. Nimfungulie mlango mmoja akaishi kwenye nafasi yake. Basi hii biashara inaenda. Nikapata fundi, kumbe yule fundi mafuta na maji ni vitu viwili tofauti. Haviendani. Fundi akawa anatumia nguvu za giza. Kuweka garage fundi mmoja kazi haiendi. Nikampigia rafiki yangu akanipa mafundi wawili. Wale mafundi akawa anafanya kazi, huyu ambaye nilileta mara ya kwanza akaniambia kuhama kijiwe kimoja kwenda nyingine lazima ulipe hela. Nikampa hela kuhamisha garage yangu. Usiku akawatokezea wale vijana wadogo niliowatoa Babati kwa gharama yangu. Akaenda kuwatokezea Kichanga. Akamwambia acheni ofisi ile chini ya kwangu. Nikaja hapa ile siku ya siku mtu mmoja. Nikaja nikamueleza mtumishi. Waniambia kama utaweza kupata chochote ambacho fundi anatumia kinachowakilisha. Kilete. Kabla sijaleta fundi alikimbia. Fundi akakimbia. Umekuja kuniona hapa. Fundi akakimbia na uchawi wake. Leo natamka kinabii. Wanaokutesa watakimbia kabla hujafika nyumbani. Angalia mtu amekaa pale. Anayekutesa anza kuropoka. Anayekutesa anza kupata shida. Anayekuzuilia milango anza
tunaongea na watu wanaonielewa mahali hapa. Mgusa mwenzako mwambie yeyote anayenitesa waanze kukimbia tu, waanze kukimbia tu. Kama ni jirani mtu waanze kuropoka. Kama ni nani waanze kuropoka. Aliyekwendea kuwaganga vitu vyako visiende, aanze kudondoka pa. Au vitu vyake vimrudie Bwana. Nani ukasema fire? Alichukua betri, pia kuna pikipiki anaenda kufunga. Akachukua sikuona hela. Akachukua kitu kingine kama 15,000 sikuona hela. Nikasema kwamba huyu ni mjinga. Kama amechukua faida kidogo, mimi naweza kutengeneza faida kubwa sana. Sitamfuatilia. Leo yuko gereji, kesho yuko pale. Kapotea. Kapotea kwanza. Ndio. Kwa sasa hivi umepata mafundi wengine. Nilipokuja nikakueleza ukaniambia kwamba kuna fundi yuko njiani. Mimi nakwambia hivyo. Ndio. Yaani ile mtu yuko hapo. Kuna fundi namuona. Yaani ninaanza kumsafirisha huyo fundi. Na ulikuwa unawaza nitapata wapi mtu mwaminifu? Nimeshangaa ghafla nikaunganishiwa fundi hapa hapa. Sasa hiyo. Baada ya muda akatokea kutoka Dar es Salaam fundi. Yaani milango imefunguka ya mafungu. Na wakati ukiwa na ile milango imefungwa, huoni mtu ambaye anaweza kukuendesha kazi zako. Anakuambia anakuja kumuoni na kuuza spare hawezi kuuza bila fundi. Baada ya kutamka wamefunguka mafundi. Nimeshapata fundi, yule wa Dar es Salaam alikuja akafanya kazi ila ameitwa kamalizana na bosi wake. Yule fundi akamtumia message nilete usome. Kinasemaje? Leta. Hata kama nisome mtumishi sitaia jina. Okay, hebu soma. Sikumpigia nimuulize hela yangu. Sikumpigia nimwambie mbona nilimwacha. Akaniambia kwanza ni mshamba maana anajua hata kuandika. Akaniambia sisa usifikiri nimekukimbia. Ila kuna kitu bado kinanisumbua sana kuhusu mazingira ya hapo. Ya hapo. Yaani dada amekuja hapa, amerudi kule, mfundi alikuwa anatumia vitu vyake vya kichawi, kapata shida, ardhi inamtesa, hawezi hata kukaa hapo. Na tuna radi za moto ulikotoka, anayekutesa akosa amani, anayekutesa achanganyikiwe, anayekaa kama rafiki kumbe ni adui, akosa amani akikuona. Wachanganyikiwe, sema fire. Kiukweli huwezi amini. Huwezi amini. Nakosa amani ya kukaa hapo. Nakosa amani ya kukaa hapo. Ila akajifanya kwamba hapo siwezi kukaa hapo bila spana zangu. Mimi kama fundi ajua hata kuandika spana zangu kushikiwa inanipa changamoto. Unajua kumshika hapo yache tu. Sema leo yeyote anayenitesa aanze kukosa amani. Mimi sina huruma leo. Sina huruma leo. Anayekutesa, awe shemeji mtu, awe rafiki mtu, awe jirani mtu, awe mke mwenza, awe yeyote, leo lazima moto utawaka kwao. Wangapo wanasema moto uende kwao. Nataka kabla ya tarehe 1, kabla ya kongamano, mambo yako yaanze kutikisa. Ila mtumishi sijaishia hapo. Kwa kifupi sasa. Bado mambo ni mengi. Nimeendelea nimefungua mama ntilie. Yaani umefungua duka la spare. Ndio. Na inaenda shwari. Nimefungua mama ntilie. Umefungua na mama ntilie. Na mambo yote. Vijana wanapika chipsi, kongoro inaisha, chakula ndio kinasuasua. Ila wamenitembelea kwenye gere. Huko ukichangamka huko kunapooza. Kwa hiyo nimekuja hapo utoe hilo gurudumu wake kote. Uchukue tena nguvu. Hiyo ile ifanye kazi na kitu kinyoke. Anatili nyoke. Kama yule dada aliyetoa ushuhuda akasema kwamba alikuwa akiuza chakula, hauzi amalizi. Na mimi nataka nikauze chakula changu. Umalize. Kongoro yote inaisha, chips inaisha. Nani ametenda haya? Ni Bwana Yesu. Sema Bwana Yesu. Unaambiaje mtu leo amekuja hapa na imani? Anasema hivi kwani alikuwa anaumwa kweli? Mama Tida angekuwepo angetoa ushuhuda maana aliniambia simama, lakini hakujua kama nisimame nini. Mimi nimelala chini watu wanahubiri. Mimi nimelala chini maana siwezi kukaa kwenye kiti, nikikaa nikimwambia mtu aeke mkono anaona kama mimi namsumbua. Mtumishi nimetembea na dawa ziko pale kwenye pochi. Nimetembea na document zote za hospitalini ziko pale. Mleta document. Sasa hivi naweza nikasahau hata ila kwenye pochi, lakini kipindi cha mshahara nikikosa 500 juu ya friji nitapatana na dada mpaka aniletee.
Lakini sasa hivi unakuta nguo ile elfu. Hebu leta zile vile nani? Tuone vizuri. Unapakwa dawa. Naambiwa tumia mara 2 kwa siku, lakini ninazidisha. Unatumia mara 2 kwa siku, unazidisha dawa. Nazidisha. Kwa sababu ya maumivu. Ndio. Na mtoto unalala chini ndio anyonye. Na anyonye. Hasa usiku ulikuwa unaogeshwa. Usiku hatulali mtumishi. Lakini sasa hivi watoto wangu wanalala, wamepata afya. Dawa ndio hizi hapa. Lakini namshukuru Mungu sina nani kile na kuogesha. Unaogaje sasa? Unakaa bila kuoga. Ndio. Haya jamani. Hizi dawa tumii tena. Hizi dawa tumii tena. Mpe Yesu makofi, maana Yesu ni tabibu. Ulikuwa unashikia na lazima umuone daktari ambaye anahusika tu na mgongo. Lakini mbali na hizi dawa mtumishi, niliweka dawa pembeni nikaingia kwa hawa tiba asili. Tiba ya asili tena. Ndio natumia asali na changanya, hamna kitu. Hamna kitu. Nikaacha nikaambiwa niende kwa dawa za Kisuna. Kisuna ni wapi? Hizi za maduka ya Kiarabu. Ukaenda tena ukuna. Baada hakuna uponyaji. Kuna uponyaji mtumishi. Jamani, Yesu anaweza, hawezi? Anaponya, hawezi? Ponya. Anaweza kuponya, hawezi? Anaweza. Mwambie mwenzako ni safari yako uponye. Nikifika daktari anashangaa, kwa nini wewe mgongo wako uendelee vizuri? Kuna kitu unafanya, usideki, usifuatilie. Dawa jamani, mwezi yako matiaba yetu ikione. Shika hii. No. Shika hii. Jamani, mtu akitoa ushuhuda anasema kitu cha kweli. Dawa ndio hizi hapa. Chukua wewe. Nani? Teacher. Niambie, ni kweli? Makaratasi anasemaje? Karatasi za hospitalini ametibiwa St. Joseph. St. Joseph. Ndio. Zinaonyesha kabisa. Ndio. Kila kitu. Ndio. Nani amekuponya? Ni Bwana Yesu. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Nani daktari kama Yesu? Hakuna. Nani mkuu kama Yesu? Hakuna. Nani shujaa kama Yesu? Hakuna. Nani profesa kama Yesu? Hakuna. Nani mponyaji kama Yesu? Hebu tumpe Yesu makofi ya nguvu kabisa. Mama, nataka nikubariki. Kwa kuja kutoka kwa ushuhuda wengi wapone. Amina. Ni safari yako, Mungu akuweke vyombo vya baraka. Na kuanzia leo natamkia biashara zako ziende. Ulipokuja siku nikakwambia naona nyota ya biashara, na kukabidhi nyota ya biashara. Niambia hata kazi unayofanya hiyo haifanani na wewe. Na kukabidhi kazi yako. Nimefungua mwezi wa 2 lakini sasa hivi nina mama ntilie, nauza kila kitu. Kwa hiyo unatawala, unaajiri mpaka na watu. Nimeajiri wanaotaka biashara, wanaotaka kufanya kazi zao, nyosha mikono tu na kuunganisha na upako huu. Na kuunganisha na upako huu. Nenda kafungue kijiwe chako, nenda kafungue kijiwe chako. Hautafanya kazi kwa watu tena. Nenda nikone mshukuru Bwana. Mungu ni hai, utabaki kwa Mungu. Asante kwa sababu ya mwanao. Namsogeza kwako. Alikuja hata kutembea, hawezi kutembea. Anaumwa. Kila sehemu ametembea, mambo yamegoma. Lakini alipofika kwako umenitumia kama chombo tu. Na sasa Mungu, nilichomwambia, vyote nilivyomwambia yametukia. Nilimtamkia nikamwambia, naona nyota yako ya kufanya kazi ni kubwa. Wewe si wa kufanya kazi kwa watu. Ninatamka nguvu ya kinabii ya kwamba kuanzia leo kupitia ushuhuda huu, shetani asikuone, nguvu za giza isikuone. Chochote kilichotamkwa kwako hakitafanikiwa. Natamka kurahisisha njia zako na kung'arishia nyota mara 2. Nenda kafanikiwe, nenda kastawi. Kuanzia leo naleta wateja kona zote, hakuna kitu kitakachochelewa kwenda. Imekuwa